Katika hatua iliyoshangaza ulimwengu, taifa la Irani limeripotiwa kukubali kusimamisha mapigano kwa muda wa wiki 2, hatua ambayo imeibua matumaini mapya, lakini pia maswali mengi kuhusu mustakabali wa mgogoro huo unaotikisa eneo la Mashariki ya Kati. Uamuzi huu unakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Irani na wapinzani wake wakuu, hasa Israel, umefikia kiwango cha juu sana, huku mashambulizi ya mara kwa mara yakiripotiwa na kuibua hofu ya kuenea kwa vita vikubwa zaidi katika ukanda huo nyeti. Sababu za kusimamisha vita. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za kimataifa, kuna sababu kadhaa zinazofanya Irani kukubali kusitisha mapigano kwa muda. Kwanza ni shinikizo la kimataifa kutoka kwa taasisi kama United Nations, ambayo imekuwa ikitoa wito wa mara kwa mara kwamba pande zote kusimamisha mapigano ili kutoa nafasi ya mazungumzo ya amani. Pili, kuna hali ya kiuchumi ndani ya Irani ambayo imeathiriwa kwa kiasi kikubwa na vikwazo vya kimataifa pamoja na gharama za vita. Vita vinahitaji rasilimali nyingi, na kusimamisha mapigano kwa muda kunatoa nafasi ya kupumua kiuchumi na kupanga mikakati mipya. Tatu, kuna sababu za kijeshi. Kusitisha vita kunaweza kuwa ni mbinu ya kimkakati ya kujipanga upya, kukusanya nguvu na kufanya tathmini ya hali ya uwanja wa mapambano. Hatua ya Irani imepokelewa kwa hisia tofauti duniani. Baadhi ya nchi zimepongeza uamuzi huo na kuutaja kama ishara ya utayari wa kutafuta suluhu ya kudumu. Mataifa ya Ulaya kupitia European Union yameeleza matumaini kuwa hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa mazungumzo ya kina yatakayomaliza kabisa mgogoro huo. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa kusitisha mapigano kwa muda mfupi si suluhisho la kudumu, bali ni hatua ya muda tu inayoweza kuishia kurejea vita kwa nguvu zaidi baada ya kipindi hicho kumalizika. Athari kwa Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati imekuwa moja ya maeneo yenye migogoro mingi kwa muda mrefu. Kusitishwa kwa vita hata kwa muda mfupi kunaweza kuleta nafuu ya raia ambao wameathirika moja kwa moja na mapigano hayo. Katika maeneo yaliyoathirika zaidi, huduma muhimu kama hospitali, maji na umeme zimekuwa zikisuasua. Kusimamisha vita kunatoa fursa ya mashirika ya misaada kuingia na kusaidia waathirika, jambo ambalo limekuwa gumu wakati wa mapigano makali. Aidha, usalama wa miundombinu nyeti kama vituo vya nishati na hata vituo vya nyuklia umeendelea kuwa jambo la wasiwasi mkubwa. Taasisi kama International Atomic Energy Agency zimeonya mara kadhaa juu ya hatari ya mashambulizi karibu na maeneo hayo. Je, wiki 2 zinatosha? Swali kubwa linaloulizwa na wengi ni kwamba wiki 2 zinatosha kuleta mabadiliko ya kweli? Historia inaonyesha kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano mara nyingi huvunjika ikiwa hakuna makubaliano ya kudumu yanayofikiwa. Katika migogoro mingi duniani, kusitisha vita hutumika kama daraja la kuelekea mazungumzo ya amani. Hata hivyo, mafanikio ya hatua hiyo hutegemea nia ya kweli ya pande husika kutafuta suluhisho la kudumu, badala ya kutumia muda huo kama mapumziko ya kujipanga na mapigano zaidi. Wataalam wa diplomasia wanaona kuwa hiki ni kipindi muhimu kwa mazungumzo. Ikiwa pande zote zitakaa mezani na kujadili masuala ya msingi yanayosababisha mgogoro, kuna uwezekano wa kupata suluhisho la kudumu. Masuala kama usalama wa mipaka, ushawishi wa kikanda na maslahi ya kisiasa ni baadhi ya mambo yanayohitaji kushughulikiwa kwa kina. Bila kuyatatua, kusitisha mapigano kunaweza kubaki kuwa hatua ya muda tu. Uamuzi wa Irani kusitisha vita kwa wiki 2 ni hatua muhimu inayoweza kufungua mlango wa amani au kuwa mapumziko ya muda kabla ya mvutano kurejea kwa nguvu zaidi. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa Mashariki ya Kati, yakisubiri kuona kama hatua hii inageuka kuwa mwanzo wa enzi mpya ya mazungumzo ya amani au inabaki kuwa sehemu nyingine tu ya historia ndefu ya migogoro katika eneo hilo. Kinachobaki kuwa wazi ni kwamba bila juhudi za dhati kutoka kwa pande zote na ushirikiano wa kimataifa, ndoto ya amani ya kudumu itaendelea kuwa mbali kufikiwa.
Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata taarifa zaidi.